ni kwamba katika kikao hiki pamoja na ajenda nyingine tawasilisha kwenu barua ya msajili wa vyama vya siasa ambayo alileta kwa katibu mkuu wa chama, na wakati barua hiyo inaletwa hapa makao makuu ya chama, katibu mkuu nilikuwa safarini kwenye ziara ya operation ya no reforms no election, na barua hiyo iligongwa muhuri wa siri. Kwa hiyo barua hiyo haikufunguliwa, ilifunguliwa katibu mkuu niliporejea ofisini, na nafahamu kwamba kamati kuu ya chama hamna ufahamu wa maudhui yake kwa ukamilifu zaidi ya taarifa ambazo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ilizivujisha kwa uchache kwenye baadhi ya vyombo vya habari. Kwa barua hii italetwa mbele yenu leo kwenye kamati kuu kwa mara ya kwanza, tuweze kutafakari maudhui yake na chama kiweze kufanya maamuzi mbalimbali. Kikao hiki cha leo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni cha kawaida, kwa kina ajenda nyingi kidogo: kufungua kikao, kuthibitisha ajenda, barua ya msajili wa vyama vya siasa, kuthibitisha miktasari ya vikao vilivyopita, yatokanayo na miktasari ya vikao vilivyopita, taarifa hali ya siasa na utendaji kwa kamati kuu kutoka mwezi Machi mpaka mwezi Mei, taarifa na rasimu ya kanuni za bodi ya wadhamini, taarifa kuhusu rufaa mbalimbali, tathmini ya no reforms no election na mpango wa ziara awamu ya 4, tathmini ya mahitaji ya mafunzo training needs assessment, uteuzi wa makatibu wa kanda kwa kanda za Unguja na Pemba, na ajenda ya mengineyo kwa idhini ya mwenyekiti, na mwisho tafunga kikao. Kwa jumla kikao hiki kitakuwa na ajenda 12. Mheshimiwa Mwenyekiti, nihitimishe kwa kusema tu kwamba tunakutana wakati huu ukiwa wakati wa pekee kidogo katika historia ya nchi yetu na historia ya chama. Mengi tutatafakari wakati tunatafakari ajenda zilizoko kwenye kikao hiki, lakini tunakutana chama kikiwa katikati ya vita kubwa, vita ya no reforms no election, ambayo watawala wanakwenda kinyume na matakwa ya wananchi, na watawala wakiwa katikati ya kuendesha vita ya uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka 2025. Katikati ya vita hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, watawala wanatupiga mapigo na mapigano kadhaa dhidi ya chama. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hatua hii kwa undani na mengi tutafakari wakati wa kikao, lakini watawala wanaipiga vita Chadema na kupinga maamuzi halali ya Baraza Kuu la chama la tarehe 22 mwezi Januari dhidi ya uteuzi wa katibu mkuu, manaibu wake, wajumbe wa kamati kuu, wakiwa na dhamira ovu ya kubatilisha maamuzi yote ya kamati kuu yaliyofanyika mara baada ya uongozi mpya kuingia madarakani. Hili ni pigano la kwanza ambalo ni beto ambayo watawala wanaipiga. Watawala kwa kutumia mifumo yao wamemtumia aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama Zanzibar Said Isa Mohamed na wenzake kufungua kesi ya kutaka kuzuiwa kwa shughuli za chama nchi nzima. Watawala vile vile, hilo ni pigo au pigano la pili. Watawala vile vile wamejaribu pigo au pigano la tatu na kumkamata mwenyekiti wa chama na kumbapikizia kesi ya uhaini ili wamweke ndani ili kusikwamisha mapambano ya no reform no election. Na watawala vile vile kama pigano la 4 wanajaribu kutengeneza dhana potofu kwamba kuna mpasuko ndani ya chama kubwa sana, kuna usaliti, gogoro, hujuma, uasi na mambo kama hayo, ikiwa ni mbinu ya kujaribu kuendesha mapambano yao ndani ya chama vile vile kwa lengo la kuhujumu mikakati ya no reform no election. Watawala vile vile wanaendesha dhana ambayo iko kinyume cha katiba kama sehemu ya pigano kwamba Chadema haiwezi zozote hata kama reform ipatikana mpaka mwaka 2030
kwa kile kinachoitwa katibu mkuu wa chama kutokusaini maadili ya uchaguzi. Watawala vile vile wanajaribu kuhujumu mikakati ya chama na mifumo ya chama ya kukusanya rasilimali za chama, na nitumie fursa hii Mheshimiwa Mwenyekiti kuendelea kutuma ujumbe kwa Watanzania bila kujali hujuma za mifumo yetu, waendelee kukichangia chama kupitia namba 0744446969 0744446969 na wasiliane vile vile na viongozi wetu na kwa njia za mitandao ya kijamii kuweza kujiunga na malipo ya kujirudia ili kukabiliana na hizo mbinu ovu za watawala. Lakini mwisho, kama pigo la saba au pigano la saba, watawala wanatumia mifumo yao vile vile kutaka kujaribu kutengeneza vyama mbadala viwili vya kile kinachoitwa kuziba nafasi ya Chadema kama chama ambacho kiko karibu kuiondoa CCM madarakani na chama kikuu cha upinzani Tanzania. Kwa haya yote ni mapigano ambayo watawala wanapigana, lakini mapigano yote saba yakilenga kwenye vita ya no reforms no election na vita ya urais. Mimi imani yangu Mheshimiwa Mwenyekiti, chini ya uongozi wenu, makamu wenye viti, na chini ya kamati kuu hii na chini ya uongozi wa mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu, pamoja na kuwa yuko kwenye kuta ya gereza, vita hii tutaishinda na mapigano yote haya tutayashinda. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nikukaribishe ufungue kikao hiki.